Habari za leo. Nadhani Mheshimiwa Gwajima kakosea. Kabisa. Lakini kama kosa ni la Gwajima, kwa nini sasa watoto wake, kwa maana ya waumini wake, wapate shida, wanyanyaswe, wafungiwe huduma na kusali? Okay, niseme hivi. Nasema Gwajima amekosea kwa sababu gani? Bishop Gwajima amekosea. Amekosea kuna mara fulani umekwenda umekosea. Si unakumbuka? Unajua hata Yohana Mbatizaji aliweza kukatwa kichwa chake kwa sababu ya approach. Yohana Mbatizaji, si unakumbuka maandiko matakatifu, mtumishi wa Mungu? Yohana Mbatizaji aliweza kukatwa kichwa chake kwa sababu ya poor approach kwa kiongozi. Kwa kiongozi. Ni kweli kwamba alichokisema Yohana Mbatizaji kwa kiongozi yule, si unakumbuka maandiko matakatifu bwana? It was right. Hakukosea Yohana Mbatizaji alichokuwa anakisema. Alichokionya na kukaripia ilikuwa ni sawa. Lakini je, approach aliyotumia Yohana Mbatizaji kwa kiongozi ilikuwa ni sawa? Approach. Haimaanishi viongozi wakosei. Haimaanishi serikali haikosei, inakosea ndio. Lakini approach, njia inayotumika kumkosoa kiongozi, kuikosoa serikali, ni sahihi au ni njia ya kudhalilisha, kumdhalilisha kiongozi? Naona? Sasa hebu twende polepole. Hebu twende polepole bwana. Yeye Gwajima alichokisema nisingependa ukirudia. Aliyoyasema ni madai yake, kila mtu anaelewa. Nisingependa kufanya repetitions, marudio. Lakini njia aliyoitumia Gwajima, mtumishi wa Mungu huyu, katika kuwasilisha ujumbe wake haikuwa sahihi. Kuwasilisha ujumbe wake kwa serikali. Kumbuka kwamba hata Gwajima yeye mwenyewe pia ni mmoja wapo wa makada ya Chama cha Mapinduzi. Lakini licha hilo, Gwajima mwenyewe pia ni mmoja wapo wa viongozi wa serikali. Si mbunge bwana? Sasa kama Gwajima ni mbunge, na si mbunge tu, bado ni neki. Ni mneki, tunasema mneki. Si ndio? Mjumbe wa kamati kuu taifa. Kwa hiyo utaona kwamba kumbe Gwajima alikuwa na nafasi kubwa kabisa ya kuwasilisha ujumbe wake serikalini. Nadhani kwamba hata anayo access kubwa ya kuongea na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuliko mtu mwingine, sisi wa chini yani. Naona? Ninadhani. Lakini hata kama si kuongea na rais moja kwa moja, anayo access ya kuongea na viongozi walio karibu sana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio? Nadhani hivyo. Na ndivyo ilivyo. Sasa kama alikuwa na access hiyo, na nafasi hiyo, na chance hiyo, kulingana na title zake, vyeo vyake na nafasi zake, kwa nini utoke hadharani kwa mfumo, kwa njia aliyoitumia kuirekebisha serikali, kuionya serikali kwa njia hiyo? Kwa njia hiyo. Naona? Nadhani kuna kosa pale. Lakini basi kama Gwajima anakosa, awajibishwe Gwajima kama Gwajima bwana. Sio waumini, sio kanisa. Kanisa lina tatizo gani? Waumini wana shida gani bwana? Nchi nzima kufungiwa, kanisa kufungiwa, huduma kufungiwa. Hapo ndipo kuna tatizo sasa. Hapo kuna tatizo. Ningeishauri serikali yangu, waumini wawekwe huru. Kanisa lifunguliwe, waendelee na ibada, atafutwe Gwajima.
awajibishwe Gwajima. Bwana. Maana ndani ya kanisa kuna wajane, kuna watoto wadogo, kuna wazee, kuna kadhalika na kadhalika. Unahitaji huduma. Unahitaji kufanya ibada. Nadhani hivyo. Kama Gwajima amekosea, awajibishwe Gwajima, lisiwajibishwe kanisa. Kwa maana ya waumini wasiwajibishwe waumini. Hapo ndipo kuna tatizo. Serikali yetu ni sikivu. Nadhani wanayajua haya mambo na watatendea kazi. Ili kama Gwajima ana makosa, awajibishwe Gwajima, lakini sio kanisa. Sio waumini nchi nzima, hapana. Hii itakuwa imeleta viashiria vingine sasa ambavyo vitatushutua Watanzania tutaogopa. Tutaogopa kwamba kumbe kuna sura nyingine hapa. Asante. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama yetu Samia Suluhu, tumwombee sana. Tuombee taifa la Tanzania. Tutavuka. Gwajima amekosea, lakini waumini wake wawe huru. Kanisa liwe huru. Kama Gwajima na makosa, basi awajibishwe Gwajima. Asante.